Yes, labda tukianza Pendeza, historia yako kwa ufupi tu kwenye ongo ya uigizaji. Yes, tuambie tu kwamba uigizaji wako ni nani, kwa sababu na wa mjini, kwa sababu isema pia safari yako ilianza wapi? Mimi ni mtu wa Mwanza, nimesomea na kukulia Mwanza hapa Dar es Salaam, na Christmas 5 tu kama sio 6. Kwa hiyo mimi nilivyohamia hapa, kwanza mimi ninapenda biashara, ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilikaa zangu tu ofisini kwangu, kipindi hicho nilikuwa na duka la nywele, akaja Zuena wa Jua Kali. Alipofika pale akaniambia kuna cast inahitaji mtu kama wewe. Wamekuja watu karibia 6, wote wameshindwa, ila mimi nimemwambia Chuchu kwamba kuna mtu yupo anaweza. Twende tu akakuone. Weza mimi nimefika pale kwa Chuchu hata kunifanyia interview. Alivyoniona tu muonekano wangu wa parents yangu Chuchu Hansi. Akaniambia yes, huyu ndio mtu ambaye tulikuwa tunamtafuta. Basi kesho yake nikaitwa pale, nikapewa contract, nikasaini, ndo kazi yangu ya kwanza kufanya kwa Chuchu Hansi na Ray ilikuwa inaitwa Jeraha. Kwa hiyo Jeraha ilifungua milango ya kazi mingine. Kiukweli somo kwenye engo ya uigizaji tuseme, Pendeza iko vizuri. Kwenye taswira pia niliweza kumuona kwenye taswira Nice to meet you ya Madam Ramata. Katika hizo movie 3 zipi ambazo zimekulipa sana? Taswira pamoja na Nice to meet you. Okay. Yes. Taswira ambayo Nice to meet you Lamata, taswira kwa nani? Taswira alikuwepo anaitwa Omari. Mwarabu fulani hivi. Okay. Turudi kwenye engo yako ya mahusiano. Pendeza. Kumekucha. Hapo chacha. Kwenye engo ya mahusiano, ndugu yangu. Uko kwenye mahusiano? Hivi lazima huwa kila interview lazima uulize kama una mahusiano au huna. Lazima kama jimbo liko bomba. Hivi Pendeza jana jimbo liko wazi au limeshachumbea? Sasa unajua wewe tunafanyaje? Iko hivi. Unaweza ukasema uko single au uko single kutokana na nani ambaye anakuuliza. Sasa hii inaenda kuonekana na watu wengi jamani. Kwamba una vipengele vyako? Vipengele sina. Mimi nina mahusiano. Yes, nina mahusiano. Yes, niko kwenye mahusiano. Ndio. Na ninayapenda sana mahusiano yangu, niko very kwa mtu ambaye yani ndio unaishi naye hapo nyumbani au yeye anaishi kwake au kila mtu? Hatuishi pamoja. Kila mtu anaishi kwake, lakini tuna mahusiano tu mazuri. Unajua wanasema mahusiano ni mawasiliano kama tunawasiliana vizuri, atukerani, umemkaje, umeshindaje mama, ratiba yangu 1 2 3 na mimi ratiba yangu 1 2 3 Juliana hali kweli. Na mimi tadi nilisikia huyu bwana yuko kwenye kuna mtu mmoja mkubwa kwenye Singeli. Nasikia ndo kizigo chake hiki. Nani unaelewa mtu kwenye Singeli? Nani? Utatoa utoi. Utatoa utoi. Nauliza nije? Utatoa utoi. Sio unanielewa? Bwana nikakwambia. Nauliza utatoa utoi. Mama utatoa utoi. Wewe. Hata kingi. Farume. Makabila dula huyu. Makabila ndo shemeji yetu. Naona aibu. Unaona aibu ya nini? Kuna ubaya. Yaani na maana unaona aibu kumkubali Dula kama mtu wako. Naona aibu huyu anaponina ananiuliza Kim. Kwa hiyo mimi kwa sababu Dula mkubwa bwana, umenielewa? Mkubwa sana mheshimiwa. Shangaa wewe yani tunakuuliza Dula unajifanya naona aibu. Yaani unaona aibu kusema kwenye jamii kwamba mtu wako Dula Makabila au vipi? Sioni aibu kusema Dula. Lakini Dula mtu wako. Mtu yani nilikuwa naona aibu the way anaponiuliza ile. Kwa hiyo ndo Dula unajua ile lazima ni. Kwa hiyo Dula ndio shemeji ndio kamiliki ili jimbo. Alhamdulillah ananitunza vyema. Haya ndio maneno. Dula Makabila natamba naye. Sikiliza ujumbe tena. Hebu rudia tena. Ananitunza vyema mashallah, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Dula anakutunza. Yes. Kwa hiyo tunapomwona Pendeza na jina lake Pendeza, kumbe Dula ndo anafanya hizo habari. Pesa na kampeni mitano tena. Ila somo. Kumekucha. Tunasikia tutete ili kwa nguvu au tuzungumze kwa nini? So unaruhusu ni tete au ni hapa siko katika kuulizana. Kwa hiyo kama kweli atasema, kama uongo atasema bora tunasikia uongo. Kwamba yuko na Dogo Elisha, msanii wa Singeli, kwamba ndo mtu wake. Dogo tuambie labda kwamba zinasemekana au si kweli. Hebu kwanza wewe hujawahi kuchachua na Dogo Elisha kweli? Haujawahi? Sijawahi. Hata kipindi nafanya naye kazi pia Makabila aliniruhusu, maana nilimwambia kuna msanii 1 2 3 anahitaji support yangu, kwa hiyo vipi unaonaje? Akaniambia fanya kazi. Mimi ninachokipendea Abdallah, swala la kazi ananisupport sana. Yani ananisupport, sio mtu ambaye
anani anabana. Ile dhuluma za watu kuku. Soma hii. Hapa. Taratibu. Hii ilikuwa ni siku ambayo hii ndo kazi ambayo ilikuwa imenifanya nikae karibu na Elisha. Simona Dula kufika, ila alinitumia message anasema samahani sikuweza kufika. Ina maana ni kitu mtu ambacho anafaje? Anakijua. Okay. Kwa watu wanapenda kupigisha shuti kwamba yeye na dogo Elisha. And by the way sometimes kwenye kazi Kiswahili unajua watu washategemea paka waone watu mna mahusiano, watu wapenzi au kuweka drama yoyote ya mahusiano ili kazi iweze kuenda. Waswahili mentality yao yote ishakaa hivyo. Bana fulani anatembea na fulani au sisi wenyewe tunaofanya kazi tupigishe shoti tujifanye tuna mahusiano ili jambo letu lifanye liweze kuenda. Hivi vitu vya hivyo vimetokea vingi sana. Na vipo. Kwa watu kama wanataka kupigisha shoti na wewe na mtu wako Dula Makabila. Mimi mtu wangu muelewa. Okay. Yeah, muelewa. Tuliona juzi kati alikuwa 254 pale Nairobi Kenya kwa Mzee Ruto. Tukamwona mwanahabari mwenzetu na anatumia sudola zile itakuwa Kenya za Kenya. Wewe kama mtu wako na kama mtu wako wa karibu mwanamke wako unajisikiaje vile? Sikujisikia vibaya kwa sababu kwanza kabisa alionyesha ulijali wake hata akiwa nchini kwa watu. Alionyesha mimi ni mwanaume na ninaweza kuhudumia, naweza kumpata mwanamke yoyote ikiwa hapo. Unajua raha sana mwanaume wako anapokuwa ile fahari anaonyesha asili ya kiume popote. Kwa hiyo mimi cha kwanza kutoka kwake najivunia hiko. Ana ile wanaume. Wanaita sijui nini ile wanasemaje? Gentleman. Yes, alicho gentleman kuna ile ana utawala, yani ni miliki, mfalme. Sijui umeelewa? Ule ndo maana ya ufalme. Hawezi tu akawa ameitwa pale sijui ni birthday sijui hata ni jambo gani tu akafika tu bana mimi Dula Makabila sijui ni nini nashukuru kwa hapa. Kwa hiyo yeye akaonyesha kidogo kwamba mziki hivi wa Tanzania na ningejisikia vibaya maybe ningekuwa hanipi pesa au hanihudumii na nini ningejisikia yani wewe unajua ningekuwa shalalamika hata nisingekuepo hapa ningeniuliza ningekataa pia ingekuwa ni ngumu kuja hapa najisifia eti ni mtu wangu afu mimi anipi pesa naenda kutoa kule ingekuwa ni ngumu. Unamdai naye gani Dula Makabila sasa hivi? Miaka 3. Miaka 3. Sasa kipindi hiko miaka 3 alikuwa kipindi kile hapo turudi. Wewe na yule ambaye ameolewa sasa hivi alikuwa mke wake labda Zailisa. Wewe na Zailisa nani alianzana na Dula? Zai alianza. Ila mimi nimeanza kufahamiana naye before. Mimi Dula nifahamiana naye. Tulikuwa tuna mahusiano tukafahamiana 2020. Wewe kuna mahusiano kipindi hicho? Yes. Nilikuwa na mahusiano. Na nani? Na Lukamba. Lukawize. Lukaise. Sikiliza maneno tadi, sikiliza message. Kwa hiyo hadi harusi ya Zai tulienda, ya Zai na Dula. Mimi na Lukamba tena tulienda. Kipindi umeenda kwenye harusi ya Zai, Dula uko bado hujaanza kumtamani kimapenzi. Yaani tulikuwa tutamaniani. Yaani na wewe kama kaka. Maana anakuona wewe dada leo unamwona kaka. Au ilikuwaje? Ndio hivyo kwa sababu tulikuwa marafiki afu kipindi kile yeye alikuwa ni rafiki walikuwa wanaongea sana pia hivyo na Lukamba unajua ile. Kwa hiyo sisi tumetoka kama couple tumeenda harusini kwao na wao tukawakuta wana familia pale tukala mchele wetu tukakaa chini tukala tukatunza tukamaliza tukaondoka. Kwa hiyo tulikuwa ni family friends wazuri. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano kama Lukamba anajisikiaje anavyosikia labda uko na Dula ikiwa mpaka na yeye alikuwa mshikaji wake mmeenda naye mpaka kwenye harusi inakuwaje mkikutana labda hivi? Wanasalimiana vizuri? Wanasalimiana. Mimi mwenyewe mbona nasalimiana naye? Wako poa kabisa? Yeah, nahisi wako vizuri. Yaani unahisi vipi? Hebu tuambie. Yaani wako poa, mbona unahisi nini? Sasa sijaelewana yapo mazuri tu kabisa wanagonga nini cheers mshikaji au ile yes ni iko hivyo. Unajua Dula ni mtu ambaye haikagi kitu rohoni. Yaani unaweza kukasirikiana naye saizi baada ya saa moja hata ukamcheki ukamtafuta au kwanza unaweza kukuta anajibizana na msanii mwenzie dakika 2 msanii yake achia nyimbo utaona kampost. Yaani ni mtu ambaye hanaga shida kabisa. Yaani ni mtu ambaye haweki mtu ana fresh mambo. Nasikia pia tunarudi pia. Mpaka jamani shemeji tunaomba. Mimi kaka yangu pia. Hebu tuambie nasikia pia hata penzi lako la mara kwanza na Lukamba. Kuna mtu aliunganisha. Alichonganisha mtu? Kwamba kama mtu alipiga pasi ndefu maana nasikia ndugu yangu alikufa naye alioza kweli kwa ila kwa ukipendeza kweli ukipenda unapenda kweli. Mimi sio msungo mimi. Mimi namjua kumlea mwanaume. Mwali wangu nimekamilika mimi. Alhamdulillah. Nasikia kipindi iko kwenye birthday ya Lukamba ndugu yangu alienda naye pia. Pamoja watu wameachana lakini alikuwa bado
Kama sielewa kwamba kwenye birthday ya Rukamba, kumbe ulienda. Ya mwaka gani? Hii yani kipiko baada ya kuachana naye. Mimi nilienda. Yani baada ya kuachana kile birthday yake ulienda. Mimi. Mimi na nachokumbuka mimi na yule tuliachana kwa vita. Yaani tunaongea saa hizi, tusalimiana saa hizi, salamu alaykum, alaykum salaam, uko poa hivyo. Lakini kwa kipindi kile ilikuwa ngumu hata kuonana. Almost kama mwaka tumekaa, hatukuachana vizuri. Chanzo kwa nini? Basi tu afuwezi amini yule kaka maskini ya Mungu tumeachana hatuja hata kufumaniana. Yani tu imetokea yani hajawahi kunifuma, sijai kumfuma na uwezi amini simu yangu alikuwa anaitumia kama yake anatumia kama yangu. Sio mwana isini, sio short za mjini. Mlipasuliwa nazi. Kwa sababu hata ukikaa mkiongea mkipiga stori hivi ilikuwaje tukaachana mnaishia kucheka tu. Yani wala yani hatukuwahi yani kusema kulikuwa kuna sababu ile nini kabisa ambayo wanaachana watu wengi labda kamfumania sijui kachiti kafanya nini yule kaka wala sija hata kwanza mwanzo wa penzi paka linaisha sijai kumfumania. Kwa hiyo kastukia imeisha sikiisha. Ila somo pia nimesikia huyu kwa Doma Kabia anasema kwamba mwanaume wake mchoyo wa kuonesha waganga aishie kufanya akasema kwamba akuoneshi ng'ombe yake anampa maziwa. Sasa hiyo ni kweli? Kama mimi mtu mwenyewe mwanamke wake mganga ananinyima hata kupa wewe. Na Dula alipokuwa na waganga wengi anapenda hii topito. Hebu mpe mganga na mwenyewe wake kaingia kwenye umeneja vita kubwa hii. Mimi mganga ananinyima tajiri. Hiyo inaweza ukawa kwake history ya kweli na hapo. Anakuambia sasa mimi inabidi nisome dua ila sikia ustazi hapa aje paka Munira aende kwake kwanza. Ya Mungu. Aje kweli? Unamjua unafika history ya kweli nakwambia. Paka niondoke ndo anakuja. Acha kwa Makabila ganga anakuja kabisa nyumbani kwake. Lazima. Unajua muziki ni vita. Kwa hiyo hata anaanza anavunjika pepe kwake nazi. Haya sijui kwa sababu nakuwa simu. Sasa ndio mwanamke wake. Hata mimi ananifukuza. Yani aondoke. Kwa akimaliza mambo yake yani hata fundi wake mimi simjui. Kama Mwarabu, kama Mweusi, ila mafundi ana wengi Dula Ana fundi mmoja. Kwa siri kazi zetu ngumu. Asili, kitabu, sijui madini wote. Kwa hiyo kitaka kupambana na yule baba kwa vizuri. Hivi jina lako Pendeza itokana na nini? Mimi Pendeza jina langu halisi. Mimi naitwa Munira Mohamed Pendeza. Pendeza uko. Hata jina lako uko kidogo za kaita jina. Jina lako unaitwa na miti shamba unaenda jina na jina la Pendeza na unapendeza kweli kweli ndio mpaka jina langu kabisa. By the way watu wengi wanajuaga nimejipa tu ile nickname. Ni nickname ya Unstoppable. Kama vile mimi Rashida Wanjara ni Wanjara. Kuna majina mengine somo kama ya kwenu yanasomeka vizuri. Kwa jina hilo inaitakiza. Au ndugu yangu inaitwa cha usiku. Kaita cha usiku jamaa inaitwa Jala. Uchafu wote kwako kaburi. Mara jina sisi kuzania. Mambo yakupa mazito kweli kweli. Hivi kwenye engo yako ya sasa hivi ambao unavyojiona miaka 3 tukupe miaka 5 mbele tutamwona Pendeza design gani? Kiukweli cha kwanza tuombe uzima inshallah na Mwenyezi Mungu akinijalia hivyo uzima na imani nitakuwa nimekamilisha kile ambacho ni matamanio ya nafsi yangu ndani nitasimama nitawaambia jamani rais wa shoti yule Pendeza ambayo niliuliza 2026 ndiyo huyu hapa. Sasa hapo majibu nitayapata kutoka kwako si kwangu. Yes, mara nyingi wanasema vitu vyako vya mbele kidogo ni vibaya kuviongelea. Kuna mtu anaweza kaangalia na husda anejui simjui atushei riziki, lakini mtu anakipokea kwa roho ya kukunja kwa unakuta vitu vinarudi nyuma. Ukiwa kama mwigizaji wiki moja iliyopita siku kadhaa tukota majonzi ya msiba mzee wetu Hashim Kambi. Ukiwa ni mzee mkongwe sana kwenye hii tasnia. Wewe kama msanii, siwezi kukuita underground, siwezi kukuita, lakini ni msanii. Iye kwako funzo kwa watu ambao umemkimbilia vile na yeye mwenyewe hayupo. Wewe kwako umeondoka na picha gani? Kwanza Mwenyezi Mungu kwanza amlaze roho yake mahali pema. Tunamwombea. And kiukweli
picha, kuna picha mbili hapo, kuna picha nzuri na kuna picha mbaya. Picha nzuri ni ipi? Picha nzuri kwa wale walioonyesha umoja, and picha ya pili ni kwa wale watu ambao wanaenda msibani kwa kujuana. Si unaelewa? Kama fulani kaenda misiendi au kaenda ni yule yale makundi utabaka katika sanaa hiyo, ndo mara nyingi inatuharibu, ndo inatujengeaga wote picha mbaya. Either itokee jambo la heri au jambo la shari, au ndo kama hivyo msiba. Yale matabaka ndo mara nyingi yanatogawa tu, sio wasanii, hata katika hali ya kimaisha ya kawaida. Utabaka, yani mimi nimeondoka na ile kuwa na matabaka ni sio kitu kizuri, ni kitu kibaya sana kwenye maisha sasa hivi. Maisha sasa hivi yanatuhitaji sana kuungana, kuwa kitu kimoja kuliko kila mtu kuwa na njia yake. Ndio maana walosema umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Balikuwa na maana kubwa sana. Kitu changu ukakishika wewe, ukakishika wewe, nafikiri kinafika mbali kuliko nikisema mimi peke yangu naweza. No, hamna mtu ambaye anaweza akiwa peke yake. Kwa hiyo mimi ningeomba tuwe ni kitu kimoja, tupendane, tushauriane. Sawa, sometimes utimu unaleta chachu, unaleta umuhemko wa kufanya kazi vizuri, ushindani ni mzuri, lakini usiwe ushindani hadi kwenye personal issues. Ushindani ubaki kwenye kazi, vitu vingine viendelee. Okay. Pendeza mwakoza kwa na saluni pia? Yes. Ndio. Iko wazi au tumefunga? Hapana, mimi kwanza saluni ilikuwa ni makeup studio. Nilifunga nikafungua duka la nywele. Baadaye nikaja ushindani wa nywele ukawa ni mwingi sasa. Yani alafu mimi ndio mtu wa kwanza nilikuwa ninauza nywele fake na watu wakazivana nikazi brand. Na kipindi hicho nauza, ngoja nimpe shout out Turu Kamba jamani. Alinisaidia sana kupromote. Yani mtu alikuwa akinunua nywele fake anajihisi kama kavaa humanea na alikuwa haoni aibu. Sasa soko lilivyokuwa kubwa na kelele zile na promotion ile, kwa hiyo kila mtu aliona ni kitu rahisi. Kwa hiyo kila mtu akawa anakienda China kwa sababu tu anaweza kufika China anaposti nywele shingapi. Kwa hiyo kiufupi biashara yangu sikupenda. Ilienda kama inakufa yani. Sijui umeelewa kwa sababu ya watu tu kuingilia hivi afanye hivi. Kwa hiyo mimi nikabadilisha fulani. Kama kuharibiana. Haimaanishi eti kwamba kitu kikiwa sio umaniea ni ile nywele ya kawaida eti ndio iwe cheap tu kwa sababu no, kuna mtu wote washazoea kufanya vitu expensive unajua kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo baada hapo nilifunga pia, sasa hizi nina deal na supplement. Muonekano, shepu, tako, nyonyo, vitu vya namna hiyo, rangi. Tunamuona mwenyewe pia. Mambo ya supplement. Na hapo naona natumia supplement hizo. Supplement zangu mwenyewe natumia. Mimi kwa wanaonijua niko mwembamba, nimenyoka namna hii. Mwembamba. Yaani kama hivi. Ndio, kwa hiyo supplement zimeongeza. Kwani hizo supplement hazina madhara ndugu yangu? Ningekuwa nishazulika. Hazina madhara. Kuna meza asubuhi na jioni ni kama vipipi tu unatafuna. Wanaojua supplement ni kama vipipi tu unavitafuna, unakunywa zako na maji, basi unakunywa mara moja tu. Havina madhara yote. Hakuna madhara. Kwa hiyo nina supplement za tako. Yes, unaona. Mashallah. Hapa sijavaa bra hapa. Hapo umeliachia. Nimeliachia tu sana. Mambo tulimeenda Uturuki tukajua. Sijachonga chochote. Safu supplement zangu mimi ni natural. Na uzuri nilianza kutumia mwenyewe kutengeneza muonekano huu ili nije nifanye biashara. Sikutengeneza tu ili mradi. Mimi kiukweli huwa sifanyi kitu ambacho hakinipi faida. Haya ningekuwa nimeshatengeneza muonekano huu mzuri alafu na ufanye nini? Na zinaanza kukupa matokeo labda baada ya muda gani? Wiki moja tu unaanza wiki moja unaona matokeo. Kwa hiyo hizo zinafanya unanenepa au zinafanya tumbo linaingia ndani? Za shepu zinaenda kwenye shepu. Za shepu zinaenda kwenye tako, hips na paja. Za tumbo zinakutolea tumbo pamoja na mwili wa juu. Za manyonyo zipo mbili. Kuna moja inajaza kama ya kwangu, kuna moja inapunguza kwa sababu kuna watu manyonyo yamewazidia, yamewazidi kupunguza tumbo, unaanza kupunguza yani tumbo kama tu. Zipo. Na ninaza kupunguza mwili mzima, ninaza kuongeza. Yaani mimi kila kiungo cha binadamu kina supplement yake. Pia kwa wanaume pia wenye mwendo mfupi sinza madukani hadi sinza kijiweni. Ninayo natoka hapa Masaki. Paka Morogoro mwendo mfupi. Inakuwa non stop hiyo inaitwa. Unasikia maneno? Nasikia maneno ndugu yangu. Kwa hiyo wiki mama
ipo. Nipendeza kujogoa tarehe kidogo. Hii inapendeza nikachukua wao sema gesi zimeisha. Mimi nataka wale unaosema gesi imeisha Diara ipo golini. Washangazi. Nataka nikushangaze kijuso mwenye soka babako mdogo. Nitakuja kwa madam pendeza hapa nikupendezeshe na wewe. Ukamrereshe vizuri. Mirereshe FC. Non-stop. Kwa usiri kabisa. Yes. Atajuta. Ubaba ataita mbaba. Maji ataita mama. Kashata ataita bagia. Pendeza sasa hivi ni manager. Yes. Why tuambie why umeamua kuingia kwenye manager wa Singeli na si kitu kingine, manager muziki wa Bongo Flava, labda taarabu, mchirika, labda muziki wa bendi, kadanse. Why Singeli? Kwanza kabisa mimi sipendi vitu vya rahisi. Muziki wa Singeli kidogo sio rahisi, ni muziki mgumu. Na watu waliopo kwenye Singeli yani ukiona paka mtu ana survive anafikia level kama aliyoko Mfalme, ina maana huyo yani kweli kajitoa. Level kama yuko nani? Mfalme. Sema nini? Mtaje mwenzio vizuri. Level kama yuko mume wangu au umesikia vibaya? Mfalme. Nimesema Mfalme, nampa cheo chake ndani. Bwaduda makabila. Kwa hiyo sasa ni mtu ambaye amesacrifice, kuna jasho lake pale, unajua yani hivyo hustling ziko pale. Kwa hiyo Singeli sio kitu chepesi, alafu Singeli ni kitu ambacho kimesaulika na watu wengi. Unajua ile kila anataka kuwa manager au kila anataka kuwa mwekezaji, kila tajiri yeye anaangalia Bongo Flava, anaangalia hip hop. Kwenye Singeli huko wanawasahau, lakini naamini Singeli wanatuhitaji sana sisi. Alafu pia ni biashara nzuri kama ilivyo Bongo Flava na hip hop, ni biashara nzuri tena, inaweza ikawa ni nzuri kuzidi ya Bongo Flava, kwa sababu toka mimi nimeanza kufanya kazi na wasanii wa Singeli hakuna wiki ambayo hatujafanya show. Hakuna wiki ambayo hatujaingiza pesa. Yaani ampoi na wala mboi wala tuboi, yani tuko moto. Je, sasa hawa wasanii wetu tunawasaidia vipi wafike mbali, malengo yao, wanataka nini? Sio tu aishie kupanda stage amaliza amelipa hela yake ile ya Singeli kamaliza na kaita wanae kanywa nini. Wanahitaji darasa, wanahitaji mtu kama mimi nimkumbushe bana, sawa unapata riziki saizi, angalia unatakiwa ufanye nini, kuna kesho, unahitaji kuwa nani, unahitaji kuwa mkubwa. Wasanii wengi wa Singeli wanaongoza sana kwa kupata hela, lakini bado sijui hawana elimu kama ile ni kazi yao. Lakini wakikaa hivi unaona matamanio yao kabisa, bana mimi nahitaji kuwa kama Mario, mimi nahitaji kuwa kama Diamond, mimi nahitaji kuwa kama nani. Sasa unahitaji kuwa kama hivyo, umeweka misingi gani kwenye kazi yako? Na sio kwamba hela hawapati, pesa wanapata. Wanapata kazi, wanasafiri kila siku, wanaposti unaona. Lakini kuna namna watu wamewasahau, wamewaweka nyuma, hamna mtu wa kuwakumbusha kama ile ni kazi. Unatakiwa pia ujibrandi. Haimaanishi ukiimba Singeli uwe mchafu, haimaanishi ukiimba Singeli uwe muuni, ukiimba Singeli uwe una nidhamu, uwe labda hauna mwanamke mzuri au una nyumba nzuri. Yaani wasiamini ile mentality ya zamani inahitajika iwatoke. Kwa hiyo mimi niko hapa kusimama nao. Na ninaamini Mwenyezi Mungu ataniongoza na tutafika mbali na Tunakuombea kwenye kilinge cha Swahili hapa. Hakuna mtu Rabbana takabali dua. Mwenyezi Mungu mwepushie meneja wetu huyu. Maana chambu bila Singeli ya Swahili hatuwezi. Ndio mtoto wa kike hajaamua kudanga, kaamua kuweza kuongeza wengine na wengine ili maji apate riziki. Mwenyezi Mungu mlinde, mwenye kitu na husda mtoe, mwenye shari na shari zake, mwenye husda na husda zake. Amin. Alhamdulillah. Maana wanawake wachache wenzangu, manake wanaume wenyewe wameshindwa, wamekuja mtoto wa kike wewe ugandi. Mimi naganda somo. Maana usipoangadi ugangu chumvi za mawe zitakufanya uoge sana. Maana sisi wenyewe hapa tumewasha kwa mabao za chumvi. Mfalme yupo, nafikiri hatutaka nizalilike. Kwa kweli inaweza kutoka kwake. Idea imetokea kwake, lakini yeye mwenyewe nimemsurprise. Nilivyomwambia sasa hizi mimi naingia kazini rasmi, amekuwa kama imekuwaje, yani naona the way anavyofanya kazi, mameneja zake wanavyomzunguka yani. Kwa hiyo kuna vitu vingi pia naweza nikasema nimejifunza pia kutokea kwake. Pia ni mwalimu mzuri kwenye hichi ninachokifanya sasa hivi. Na huko tayari kupambana na meneja Singeli wa wanaume? Niko vizuri, wao wenyewe wananijua vizuri. Na huko tayari kupasua nazi? Maana kwenye vita kazi za watu, mtoto wa kike umezingilia. Kuna kuibia siri Danja.
kwa wanaonijua wanajua mimi ni mtu wa namna gani. Na Christmas 4 kama si 5 Dar es Salaam, lakini kuna mtu ambaye mjipendeza niko vizuri. Kwa hiyo kazi. Kwa hiyo Pendeza yuko full kila idara. Niko full package. Ukija Kinazi na kupokea, ukija kwa Kitabu na kupokea, ukija kwa Tunguri na kupokea. Yaani vovote niko sawa. Pendeza tutarajia au ndio mambo yote kwenye siku ya utakuwa kuna siku ya kulonje. Yes, kutakuwa na uzinduzi. Tuweke kwenye mabano. Kama utasupport wasanii gani? Nitaanza na wasanii wangapi watakuwa chini ya lebo, wangapi nitafanya nao kama promoters wao. Kwa sababu kuna wengine hawahitaji wawe chini yangu official, lakini wanahitaji kazi zangu na deals. Unajua mimi nimetokea mkoani, kwa hiyo nina matajiri wengi najua na nao wana clubs wana nini. Kwa hiyo kwa wengine nitaenda kama promoter, pia naenda kama manager. Kwa hiyo nitatambulisha rasmi. Unapiga jiwe, nacheza miguu yote. Kwa hiyo nitatambulisha rasmi jina la lebo yangu, nitatambulisha wasanii nilionao, ofisi yetu itakuwa wapi. Kwa hiyo kila kitu kiko ni mabano. Sawa, mimi natamani kwa kuweza kumalizia tu Pendeza. Ukiachana na King of Singeli, wasanii gani ambao unaona wanafanya vizuri kwenye the industry ya Singeli, wewe kama meneja, kwa sababu upo kwenye hii tasnia kwa jicho unaona kabisa, sio kwamba hao jamani yeye anaona, sio kama wengine wanafanya vibaya, na sio kwamba Nataja ipo kwenye lebo yake, ipo kwenye mabano. Tumemuuliza tu swali kama yeye ni mdau wa muziki wa Nikimtoa King, si ndio? Nikimtoa King, roho ya Pendeza. Nikimtoa King nina Mbwido MC, nina Msakadaile, nina Msomali Vitamin, kuna msanii mmoja anakuja vizuri sana anaitwa Tomax. Yes, anafanya vizuri. Pia kuna Dogo Elisha, kuna nafikiri hao kwanza. Sergeant Dogo Pattern wao ni hapa. Kila mtu ana choice yake. Umeniuliza yako. Anapigisha shoti wewe. Bateni mdogo wangu by the way anafanya vizuri. Yaani wewe ulivyoniambia unimtoe Dula. Kwa hiyo wale list wote ikabidi niwaeke pembeni. Unajua kina Bateni wako kwenye kundi la list la Singeli wako huko hapo umeelewa? Underground kabisa. Underground. Kama vitamini naye. Kasa Vitamini na Mamkali naye nimemtaja. Ndio nisikia kwenye ngoya naniliwa underground. Wewe wale sio underground. Yaani hao wakitoka wale list wale yao sasa, yani ndio wasanii ambao hata list wanawahofia. Unajua sasa hizi vichwa lazima vya kwenye ukweli lazima tuseme. Sijui umeelewa. Ina maana hata kina Dula sasa hizi kwenye hii list niloitaja wanaangalia hapa nikizembea udogo anachukua. Wanaangalia wale wako vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Wanapambana yani. Okay. Sawa, Pendeza neno lote kwa mashabiki zako. Au somo jambo lote kwa Pendeza. Mimi naona yote ushamaliza. Yote nimezoza. Yote umezoza, yote ushabwata. Pendeza, neno lote kwa mashabiki zako na umetuandalia kitu gani? Okay, mimi kwanza kabisa kwa mashabiki zangu, asanteni kwa support. Bila nyinyi nisingekuwa leo nimekaa hapa kwenye chambu. Asanteni kwa kunisupport, asanteni kwa kunipokea vizuri kwenye ulimwengu wa filamu. Pia ningependa kuwaomba mnipokee vizuri pia kwenye ulimwengu wa umeneja na upromota. Mnisupport na mimi nawaahidi sitowaangusha. Wasanii nitawaletea wakali, show zangu zitakuwa ni kali. Kwa sababu tutakuwa na show zangu bar to bar. Hii inaitwa bar to bar, club to club. Kwa hiyo sitowaangusha, list itakuwa kali, performance kali, special appearances za kutosha. Kama hivyo mmeona hapa Washumu na jambo langu mtaani kwako. Afu special appearance Rais wa Shoti na Dawanjara, wewe uogopi. Na tutakuja kwa hataki tupo. Mnataka tupo. Hivi wifi yako mnavikoba na wifi design gani? Ana roho nzuri. Kwanza ni mtu ananiambiaga yeye ndo angekuwa Dula angekuwa kaishanioa. Wacha wewe. Bila kusahau tuna jambo tarehe 9 na wifi yangu Kigamboni. Asante. Kwa hiyo pale naenda kama wewe. Kaka anahudumia lazima pia nguvu iwepo. Ukisikia bamia mwenzie nyanya chungu. Wewe unaona mtoto ngozi laini namna hii utasema ya garamia inshallah. Uzuri wa film kanyoka, akikupenda akikupitisha akakupitisha. Kwa hiyo kidogo namshukuru Mungu alinipa wifi fulani. Ufanye muone don't care. Don't care.
Pili tukushukuru sana Pendeza kwa kuja. Shukrani pia. Nimefurahi, asanteni. Yes, wakati wote muda wote karibu sana. Majambo lako na Kiswahili. Utakuja kutambulisha Swahili. Wasanii kuja kuwatambulisha hapa chambo mapema. Mapema sana. Shwa speed 120.